Kuhusiana na hatima ya Yanga katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu 2025-2026 kwamba je, wanaweza kusonga mbele kwa hatua ya robo fainali ama safari yao ndio imeishia hapa? Maswali yamekuwa mengi sana, lakini kimsingi mechi za mwisho za raundi ya 6 hatua ya makundi kwenye kundi la B ligi ya mabingwa barani Afrika ndizo zitakazoamua juu ya hatima ya Yanga. Ikumbukwe Yanga wapo katika kundi B ambalo mpaka sasa vinara ni Al Ahli wenye pointi 9. Hawana wasiwasi wowote kuhusu kutinga robo fainali, wao tayari wameshatinga kwa sababu ya pointi hizo 9. Ambacho hawana uhakika nacho ni kwamba watamaliza kama vinara ama nafasi ya pili. JS Kabylie iko mkiani kwenye kundi la B, wana pointi 3. Wao mechi ya mwisho atacheza dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar. Hata washinde kwa idadi gani ya mabao, hawatafuzu kwa hatua ya robo fainali, bali watakachojihakikishia pindi wakishinda dhidi ya Yanga ni kutoka katika nafasi ya mkiani, nafasi ya 4 na kuwa katika nafasi ya 3, yani ya pili kutoka mkiani, ambayo itawapa heshima kidogo na sio kufuzu kwa hatua ya robo fainali. Lakini kuna timu mbili zenye mvutano zaidi, ni FAR Rabat ambayo kwenye msimamo hapo kama unavyo inashika nafasi ya pili ikiwa na pointi 8 na Yanga inashika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 5. Mechi za mwisho hizi ninazozieleza ambazo zote zitachezwa katika muda mmoja. Ratiba ya awali inaonyesha ni tarehe 13 siku ya Ijumaa saa 1 usiku kwa saa za Tanzania. Matokeo yake ndiyo yatakaamua mshindi, yani Yanga itakapocheza dhidi ya JS Kabylie ya Algeria, halafu kuna mechi kati ya Ahli ya Misri dhidi ya FAR Rabat ya kule nchini Morocco. Iko hivi, kwa msimamo jinsi ulivyo, FAR Rabat wakipata sare tayari safari ya Yanga imeishia hapa, kwa sababu FAR Rabat watatimiza pointi 9 ambazo Yanga hawezi kuzifikia hata kama watashinda kwa idadi kubwa ya mabao dhidi ya JS Kabylie. Na wakati huo matokeo hayo yataifanya Al Ahli iwe kinara wa kundi kwa kuwa na pointi 10. FAR Rabat watamaliza nafasi ya pili wakiwa na pointi 9. Yanga na JS Kabylie watajijua wenyewe endapo matokeo yatakuwa sare, kwa sababu yeyote atakayeshinda, kama nilivyotoka kueleza, cha msingi watabadilishana position. Endapo atashinda JS Kabylie atakuwa 3, Yanga ya mkiani. Yanga akishinda ataendelea kuimarisha nafasi yake ya 3, sana sana ataongeza pointi kutoka 5 zitakuwa 8, lakini hatafuzu kwa hatua robo fainali. JS Kabylie itakuwa mkiani. Lakini swali ni kwamba baadhi yenu kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Stats Sport Next Level mmeuliza maswali mengi kuhusiana na moja, kama Yanga inashinda 2-0 halafu FAR Rabat wanafungwa bao 1-0, nani atafuzu? Maana zote zitakuwa na pointi 8. Kuna wengine wanauliza Yanga akishinda 2-0 halafu FAR Rabat wamefungwa 2-0, miongoni mwa maswali, nani atakwenda kuungana na Al Ahli hatua robo finali? Wengine wanauliza Yanga ikishinda 2-0 FAR Rabat wakifungwa 2-1, nani atasonga mbele kwa hatua ya robo finali? Maswali yako tofauti tofauti, lakini iko hivi, kwa mujibu wa CAF, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, kwenye kanuni zinazoongoza hii michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu ni kwamba panapotokea timu mbili zimelingana point katika hatua ya makundi, ili kumpata atakayepaswa kusonga mbele, atakayekuwa juu ya mwenzake, basi kitu cha kwanza kinaangaliwa matokeo baina ya timu hizo mbili. Ndiyo, hili limefafanuliwa katika sura ya 3 ya kanuni hizo katika kifungu cha 20 yenye vifungu vidogo cha kwanza mpaka cha 6. Vinafafanua juu ya maamuzi pindi timu zinapolingana point, nini kifanyike. Sasa miongoni mwa maelekezo katika kanuni hizo kama uzionavyo hapo ni kwamba matokeo baina ya timu mbili zilipokutana, nani alivuna pointi nyingi, zikikosa mshindi, nani alipata mabao mengi, kama inalingana, nani alifunga mabao mengi ugenini pindi walipokutana. Kama inalingana, basi hapo kitakachofuatia ni kuangalia goal difference za matokeo yote ya jumla kwenye kundi baina ya timu hizo mbili. Nani ana goal difference nzuri, yani chukua mabao ya kufunga, ondoa mabao ya kuruhusu, tofauti inayobaki nani mwenye kubwa kuliko mwingine ndio atakayeenda. Hiyo nayo ikishindwa kupata mshindi, basi kinachoangaliwa nani amefunga mabao mengi. Nayo ikishindwa kupata mshindi, kitakachofuatia ni kufanyika kwa draw, nasibu. Wengine wanaweza kusema utaratibu wa kurusha shilingi na kadhalika. Kanuni zinaitaka kamati ya mashindano ya CAF kuangalia namna ya kufanya draw itakayoamua nani aende, nani abaki. Sasa ikitokea Yanga ameshinda 2-0 kama baadhi wanavyouliza, yani kana kwamba JS Kabylie wao
hawana chochote wanachokitafuta, maana JS Kabylie wana uhakika waende robo finali. Yanga wanayo nafasi ya kwenda finali, robo finali, na wanacheza nyumbani. Sasa kama inashinda 2-0 haya ni hesabu ya calculator, sio? Anyway, wakishinda 2-0 halafu FAR Rabat wakafungwa 1-0, yani Al Ahli licha kwamba ameshafuzu bado akawakomalia FAR Rabat, na hasa kwa kuzingatia kwamba kwenye mchezo wao uliofanyika kule Morocco, FAR Rabat walifanya vituko vingi dhidi ya Al Ahli katika sare ya 1-1. Matokeo yake matarajio ni kwamba Al Ahli hawatakuwa na huruma hata kidogo kwa FAR Rabat hata kama wameshafuzu. Kwa hiyo wakishinda 1-0 matokeo yake itakuwa vipi? Ukiangalia kwenye msimamo hapo, Yanga na FAR Rabat, Yanga wamefunga mabao 2, wameruhusu mabao 4. FAR Rabat na taja hao kwa sababu ndio kwenye mjadala, wamefunga mabao 3, wameruhusu mabao 2. Kwa lugha nyingine, goal difference hapa ya Yanga ni hasi 2, goal difference ya FAR Rabat ni chanya 1. Sasa ikitokea FAR Rabat wamefungwa, manake katika mabao walioruhusu lile bao 1-0 ukija ukiongeza hapa inakuwa mabao 3, kwa hiyo goal difference itakuwa 0 endapo atafungwa 1-0. Yanga wakishinda 2-0 maana yake goal difference itakuwa utaongeza mabao 2 katika waliofunga hapa, ukiongeza 2 itakuwa 4 toa 4, nayo itakuwa ni 0. Kwa hiyo nini kitakachofuata hapo? Maana yake kila kitu wamefanana, itakuwa Yanga wana pointi 8 wakiwafunga JS Kabylie, FAR Rabat wakifungwa na Al Ahli watabaki na pointi 8. Kwenye pointi watalingana. Matokeo walipokutana head to head, kila mmoja alifunga mwenzake 1-0. Kwa hiyo nayo haitoi mshindi. Juu ya goal difference wote 0-0, haitoi mshindi. Nane amefunga mabao mengi. Sasa hapo ukiangalia nane amefunga mabao mengi, Yanga watakuwa wamefunga mabao 4 wakishinda 2-0, FAR Rabat wakifungwa 1-0, maana yake wao wanabaki kufunga mabao 3, wameruhusu 3, Yanga inakwenda robo finali. Hapo vipi? Bila shaka imeeleweka kuhusu matokeo haya. Ikiwa Yanga wameshinda 2-0, halafu FAR Rabat wamefungwa 2-0, jawabu liko wazi. Kama walifungwa 1-0, Yanga wakishinda 2-0, Yanga wanakwenda. Maana yake hata wakifungwa 2-0, jawabu ni lile lile. Kwenye tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwenye kufunga mabao mengi, Yanga watakwenda kwa vigezo hivyo. Lakini vipi kuhusu Yanga wakishinda 1-0, FAR Rabat wafungwe 1-0? Wakifungwa 1-0, FAR Rabat tumeshasema goal difference itakuwa 0. Yanga wakishinda 1-0 kwenye mabao ya kufunga kutoka 2 yatakuwa 3 kitoa 4 itabaki hasi 1. Watakao kwenda ni FAR Rabat kwa sababu wao watakuwa na tofauti ya mabao 0, Yanga hasi 1. Yanga watakuwa uwiano wa mabao ya kufunga na kuruhusu uko chini kulinganisha na FAR Rabat. Yanga wakishinda 2-0 halafu FAR Rabat wakafungwa 2-1, hapo itakuwa kama ifuatavyo. Wakifungwa 2-1 maana yake mabao ya kufungwa yataongezeka kutoka 2 yatakuwa 4, ukijumlisha 2 yatakuwa 4, na mabao ya kufunga pia yataongezeka wakifungwa 2-1. Yes, kama wakifungwa 2-1, ili moja linakuja kuongezeka katika mabao waliofunga yatakuwa 4, na ya kufungwa kutoka 2 yatakuwa 4 kwa sababu utaongeza haya 2. Kwa hiyo FAR Rabat goal difference yao itakuwa ni 4-4. Yanga kwa sababu bado tuna stake kwamba wameshinda 2-0, itakuwa ni 4 toa 4. Kwa hiyo wote wana 0 goal difference. Sasa hapa mshindi atakuwa yupi? Ukienda kwenye mabao mengi ya kufunga, wote wamefunga 4. Nini kitakachofuata? Kanuni inaeleza katika kanuni kifungu kidogo cha 6 cha kifungu cha 20 kwenye sura ya 3 ya kanuni hizi inaonyesha wazi kwamba draw itafanyika. Ndio hapo tunaposema kwamba kurusha shilingi na utaratibu tukaona kamati ya mashindano juu ya kufanya draw kumpata mshindi. Haya ndio majawabu. Vinginevyo cha msingi ni kwamba Yanga lazima washinde, na tena kwa mabao kuanzia tofauti ya mabao 2 kwenda juu. Halafu kubwa zaidi ni kuendelea kuomba Al Ahli wamfunge FAR Rabat, ndipo hii calculator ukokotoaji wa kuona nani atasonga mbele utaangaliwa. Vinginevyo Yanga kwa mfano wakitoa sare, safari imeishia hapo. Yanga wakifungwa, safari imeishia hapo. Yanga wakishinda kwa tofauti ya mabao isiyofika 2, safari imeishia hapo, kwa sababu kule hata wakifungwa 1-0 wao safari imeishia hapo. Lakini Yanga wakishinda hata mabao mengi idadi gani, halafu FAR Rabat wakapata sare dhidi ya Al Ahli, Yanga safari imeishia hapo. Kama tulivyotoka kueleza, FAR Rabat ndio tukaungana na Al Ahli. FAR Rabat wakishinda, Yanga hata washinde goli ngapi, safari yao imeishia hapo, atakwenda FAR Rabat. Muhimu
Al Ahly kushinda, na ndio furaha ya wanayanga na bila shaka ya Watanzania walio wengi. Ndivyo calculator kwenye eneo hili inavyoweza kutumika kwa kuzingatia kanuni za michuano hii Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025-26 kama zilivyoainishwa kwenye sura ya 3 ya Kirumi kifungu cha 20 kifungu kidogo cha kwanza mpaka cha 6. Bila shaka imeeleweka vizuri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.